Nimekuwa nikikueleza kwa muda mrefu sana habari ya maisha ya wokovu. Maisha ya wokovu yana changamoto, lakini pia maisha ya wokovu ni marahisi sana kama ukiamua wewe mwenyewe kuenenda kama wokovu jinsi unavyotaka. Sasa tumekuwa tukipishana na wokovu kwa sababu wokovu unataka utupeleke hivi, lakini sisi tunasikiliza fahamu zetu, tunajiangalia sisi wenyewe. Hatutaki kusikiliza wokovu jinsi ambavyo unataka utupeleke. Sasa kuna wakati tunapishana na Mungu kwa sababu tupo nje ya wokovu, kwa sababu tupo nje ya kusudi la Mungu. Sisi ambao tunaubeba wokovu hatutaki kusikiliza wokovu au kufuata wokovu jinsi ambavyo unataka tuenende. Na ndio maana kumwona mtu anaenda kanisani alafu anatoka kanisani anaanza kufanya vitu vya nje na kanisa ni kitu rahisi sana, kwa sababu haishi kwenye maisha ya wokovu. Ingawa anajiita ameokoka, lakini hayaishi yale maisha ya wokovu. Sasa nimekuwa nikizungumza kwa muda mrefu sana habari ya maisha ya wokovu, jinsi ambavyo natakiwa uenende. Wokovu nataka nini? Wokovu hautaki kitu hiki. Wokovu inabidi usimame hivi. Ni vitu vingi sana ambavyo nimejaribu kuvieleza kwenye haya maisha ya wokovu. Wakati mwingine haubarikiwi kwenye maisha ya wokovu kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Sasa bado tunaendelea kwenye hiki kipengele cha wokovu. Wokovu ni mpana sana. Ukisema tuzungumze wokovu hatuwezi tukaumaliza. Nilikwambia mambo 10 hatari sana kwenye maisha ya wokovu kwa wewe ambaye umeokoka. Ni mambo 10. Sasa leo tunaenda kutazama kama kipengele cha 7, kama sijakosea, kitakuwa kipengele cha 7 au cha 8. Itakuwa kipengele cha 7 katika somo letu hili, mambo 10 hatari kwenye maisha ya wokovu kwa wewe ambaye umeokoka. Haya ni mambo hatari sana. Inabidi uyazingatie na inabidi pia uyafuate ili upate kuyaelewa. Sasa kipengele hiki cha leo kinasema ya kwamba kuambatana na watu wasioamini. Moja ya kitu ambacho ni hatari sana kwenye maisha ya wokovu ni kuambatana na watu wasioamini. Tunapozungumza habari ya kuambatana na watu wasioamini, sasa kuna mwingine anaweza kajiuliza, sasa hata msibani tusikae na watu ambao hawajaokoka, au kwenye vikundi fulani tusikae na watu ambao hawajaokoka. Hatumaanishi hivyo. Tunachokimaanisha ni kwamba ukisoma kwenye kitabu kile cha Zaburi, Zaburi ile sura yake ya kwanza, tukaangalia hapa kwenye kitabu kile cha Zaburi ile sura yake ya kwanza na ule mstari wake wa kwanza kabisa, kama sijakosea, au tangulizi wa hili somo. Zaburi sura yake ya kwanza na ule mstari wake wa kwanza. Maandiko yanasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani au wenye mizaha. Sasa tunapozungumza ya kwamba moja ya kitu hatari sana kwenye maisha ya wokovu kuambatana na watu wasioamini, yaani ni kushiriki kwenye mazungumzo yao. Unasapoti kila ambacho wao wanakizungumza ambacho hakina utukufu mbele za Bwana. Unawapa sapoti kwenye mazungumzo ambayo yanamwakilisha shetani. Unawapa sapoti kwenye kile ambacho wanakifanya ambacho kipo nje ya wokovu. Yaani maana yake unawapa sapoti ya kumsaidia kazi shetani. Sasa tunaposema kuambatana, sio kwamba labda utembee nao, kwamba usitembee nao, wala sio kwamba labda usiende kuwasalimia, kwa sababu tunapozungumza kuambatana ni kule ambako mwingine anaweza akasema, mimi ndugu zangu leo siwasalimii kwa sababu hawajaokoka. Hapana. Kuwasalimia ukawasalimie, kuwatembelea ukawatembelee. Ila kitu ambacho ni hatari kwenye maisha ya wokovu ni kushiriki vile ambavyo wanavifanya wao wakati wewe umeokoka.
Kuambatana ni yale mazungumzo wanayoyazungumza, yale mazungumzo ya mzaha. Wewe umeokoka, unaingia kwenye mazungumzo, kijana umeokoka, unaingia kwenye mazungumzo ya wasichana. Unakuta kikundi cha wavulana kinazungumzia habari za mabinti. Wewe binti umeokoka, unaingia kwenye kikundi cha binti wenzako, wanazungumzia habari za wavulana. Hivi ndivyo vitu ambavyo tunasema kuambatana na watu wasioamini. Maana yake bado hawajaamini. Maana yake hata mazungumzo wanayoyazungumza hayana utukufu wowote mbele za Bwana. Na ndio maana tunakataa usiambatane nao, kwa sababu hawajaamini. Upande wa mazungumzo, upande wa kile wanachokifanya, aweza kuwasapoti. Kwa hivi ni vitu ambavyo miongoni mwa vitu ambavyo pia ni hatari sana, ni kuambatana na mtu ambaye hajaamini. Unampa sapoti kwenye kile ambacho anakizungumza. Sasa nimesema siku moja kwamba moja ya kitu ambacho ni hatari au kitu ambacho shetani anakitumia sana kuasili watakatifu wengi wa leo ni kupitia kinywa, mazungumzo yanayozungumzika kupitia kinywa chako. Kinywa kinaweza kikakupeleka mahali pazuri, lakini kinaweza kikakupeleka mahali pabaya. Sasa kinywa ambacho ndicho kinaweza kikakusababisha wewe ukaambatana na hawa watu kwenye mazungumzo, kwa shetani anakuwa umemfungulia mlango kwenye kinywa chako. Kila utakachokizungumza, utakapowasapoti, tayari umemfungulia shetani mlango. Ataingia na atakujaza fikra za kuwapa kampani ya kila ambacho wanakizungumza wao. Kwa miongoni mwa vitu ambavyo ni hatari sana katika maisha ya wokovu ni kuambatana na watu wasioamini. Leo tuna vijana ambao kanisani wapo nusu na nje na penyewe wapo nusu. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya makundi walionayo. Vitu vinavyozungumzwa ndani ya makundi yao havina utukufu wowote mbele za Bwana. Haviwapi imara ya kuendelea kusimama katika utakatifu. Na ndio tunajikuta wengi wanadondoka kwenye dhambi, wengi wanadondoka kwenye uzinzi, wengi wanadondoka kwenye shimo la giza ambalo kutoka inakuwa ni ngumu sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya makundi walionayo, kuambatana na watu wasioamini. Hawajaamini neno, hawajamwamini Yesu, hawajampokea Roho Mtakatifu. Manake hata kila kitakachokuwa kinatoka ndani ya vinywa vyao havina utukufu wote mbele za Bwana. Sasa maandiko yanasema, tunaangalia kitabu kingine hapo kwenye kitabu cha Methali 4:14. Kitabu kile cha Methali 4 na ule mstari wake wa 14. Methali 4 na ule mstari wake wa 14. Maandiko matakatifu yanasema, usiingie katika njia ya waovu, wala usitembee katika njia ya wabaya. Jiepushe nao, usipite karibu nao. Igeukie mbali, ukaende zako. Na nitaurudia, usiingie katika njia ya waovu, wala usitembee katika njia ya wabaya. Jiepushe nao, usipite karibu nao. Igeukie mbali, ukaende zako. Jiepushe kwenye njia zile za waovu. Sulemani anasema usiingie katika njia ya waovu. Sasa njia ya waovu ni ipi? Njia ya waovu ni kila ambacho wanakifanya usiambatane nao. Usiwape sapoti kwenye kila ambacho wao wanakizungumza au wanakifanya au wanakitenda. Usiingie kwenye njia hiyo, maana yake mwisho wako wewe mtakatifu unaenda kuangukia pabaya. Anasema wala usitembee katika njia ya wabaya.
usienende kwenye mienendo yao, njia zile za wabaya, kwenye makundi pale wanapokuwa wanazungumza. Yaani usiwe mtu wa kwenda kwenye njia zao, kwenye vikundi, kama hakuna umuhimu wa kwenda pale, basi usiende. Sasa unakuta wale wahuni wamekaa sehemu wanazungumza mambo yao, na wewe unakuwa mtu wa kwenda pale. Aidha unasema ukabadilishe mawazo. Hapana, elewa ni miongoni mwa kufungulia shetani mlango wa kukutawala wewe. Anasema wala usitembee katika njia ya wabaya, njia wanazopita wao, pita njia za bangi, pita njia za pombe, unapita njia za uzinzi. Sasa mwenendo walionao wewe, basi epuka, waepuke, kaa mbali nao. Lakini bado anasema jiepushe nao, usipite karibu nao. Ukiona kundi liko kule la waovu, la wabaya, wanazungumza kitu ambacho unawajua kabisa kwamba wale hawanaga mazungumzo yoyote yatakayomwakilisha Mungu, basi pita mbali nao. Maandiko yanasema jiepushe nao, pita mbali nao. Yaani jifanye kama vile hujawaona, jifanye kama vile yani huwajui tena, kama wao hawajakuona ila wewe umewaona, basi usipite karibu nao, kwa sababu ukipita karibu nao watakuita, na watakapokuita, kwa sababu ni marafiki, basi utapata ushawishi wa kwenda pale. Utakapoenda tu pale tayari kwenye unaharibu. Ndicho hicho kinachowafanya vijana, mabinti waliopo kanisani kutokusimama imara na Mungu, kutokusimama imara na Roho Mtakatifu, kutokusimama kwenye uwepo wa Mungu. Ni kwa sababu ya makundi, njia wanazozipita maovu na wao wanapita. Biblia inasema usipite karibu nao. Lakini sisi tuliokoka, tunaojiita watakatifu, tumeubeba wokovu, tunakubali kutekwa akili na kuambatana nao. Hii ni kitu hatari sana kwenye kizazi hiki cha wokovu, kwenye kizazi hiki cha kumpokea Roho Mtakatifu. Ni ngumu sana, ni changamoto. Ni changamoto tena kubwa sana, ambayo kwa sasa inaenda kuathiri kanisa la sasa hivi, inaenda kuliathiri kanisa la sasa hivi, sababu nguzo kubwa kanisani ni vijana. Lakini hatuna vijana ambao tunaweza tukasema watasimama kesho. Kwa nini hatuna? Kwa sababu bado wapo kwenye vikundi wanaambatana nao, ambavyo vinaenda kuwaondoa kwenye utukufu wa Bwana, vinaenda kuwaondoa kabisa kwenye mstari wa Bwana. Na ndio maana wengi umkuta kijana ana Roho Mtakatifu, ni ngumu sana, ni ngumu sana. Kwenye kitabu kile cha Wakorinto, tuangalia hapo kwenye kitabu kile cha Wakorinto sura ile ya pili, Wakorinto wa pili, tusome hapo Wakorinto wa pili ile sura yake ya 6 na ule mstari wake wa 14. Msifungiwe nila pamoja na wasioamini kwa jinsi isiyo sawasawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na wasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tusifungiwe nila na watu wasioamini. Bado tunaambiwa, Paulo anasema tusifungiwe nila na watu wasioamini. Je, kuna shirika gani kati na wewe uliyeokoka na yule ambaye hajaokoka? Kuna ushirika gani? Sasa unajikuta unaingia kwenye kundi ambalo lina watu wengi, afu uko mmoja,
hauwezi ukawazidi wale. Lazima tu watatawala akili zako, yaani watazibeba akili zako, watakutawala kwenye ubongo wako. Ndio maana unajikuta Roho Mtakatifu kama alikuwepo ndani, anaisha, anatoka. Kwa nini anatoka? Ni kwa sababu umeruhusu mambo ya watu wasioamini ya kutawala. Unajikuta unawaza ujinga, unajikuta unawaza uzinzi, tamaa zinaanza kuingia kwenye mwili wako. Ni kwa sababu ya kuambatana na watu wasio amini. Miongoni mwa vitu ambavyo ni hatari kwenye maisha haya ya wokovu, kwenye maisha yetu tulionayo, maisha ya wokovu, kitu ambacho ni hatari ni kuambatana na watu ambao hawajaamini, kwa sababu watakuondoa tu kwenye challenge, watakutoa tu kwenye uwepo iwe isiwe, watakuondoa tu kwenye uwepo. Kuambatana na wao wasioamini, kuambatana na watu wasioamini ni hatari sana, ni hatari. Utajikuta unaondoka kwenye wokovu, utajikuta unapotea kwenye wokovu kwa sababu ya makundi ambayo bado hayajamwamini Roho Mtakatifu. Hatusemi usishiriki kwenye shughuli mbalimbali, shiriki, ila kuwa makini. Je, kuna wokovu au hakuna wokovu? Mazungumzo yasikufanye ukamwacha Roho Mtakatifu, bado anakuhitaji. Mungu akubariki sana. Tupata nafasi tutaangalia kipengele kingine ili tukaweze kumaliza somo letu, mambo 10 hatari kwenye maisha ya wokovu. Na mjina Benjamin Maega, tunaangaza pasipo angazika. Amen.